Bwana Wolper na yeye ameweza kuja juu baada ya Kajala kuweza kuja juu, akamwambia kwamba mara zote nilikuwa nakuelekeza juu ya wanaume ambao unaokuwa nao katika maisha, na umenifanya nionekane mbaya kwa kila mtu na nimeonekana ni mtu ambaye sifai. Natamani kuweza kulisolve tatizo ambalo lilikuwa likinikabili mara zote, na leo hii nataka nikwambie kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea katika maisha, na wengi wao wanatamani kuweza kujua mengi zaidi, kwa sababu wengi wao wanaamini kwenye kila kitu ambacho kinachotokea katika maisha huwa kina sababu na kina maana kubwa. Lakini mimi leo hii nataka kuzungumza na kukili na kusema kwamba ifike kipindi watu tuweze kujua thamani zetu, kwani kuna wanawake wengine hawajui nini maana ya thamani zao na wamekuwa wakijizalilisha mara zote. Hili jambo si jambo jema na sio jambo zuri pia kiujumla, hivyo yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuhakikisha kila kitu kinakaa katika misingi imara, na wengi wao waliweza kuzungumza mengi wakisema kwamba kiukweli kuna mengi ya kujifunza katika hii dunia, lakini ndo kama hivyo mambo yanazidi kuwa mengi juu ya hiki ambacho kinachoendelea, kwa sababu wengi wao wanatamani kuweza kuyatatua au kuyajua maisha ya weza wao kiujumla, pasipo kuweza kujua ni namna gani wao wanaweza kusolve matatizo ambayo waliokuwa nayo. Tulijifanya wema kwa watu ambao hawahitaji kuwa wema. Kiukweli hili jambo limeniumiza na limenisikitisha sana, na hiki ndio kitu pekee ambacho mara zote nimekuwa nikikiongea na kukisisitiza zaidi kwenye hili. Hivyo sina budi kuweza kumshukuru Mungu kwa kila kitu, ila tunaamini kwenye hili kuna funzo kubwa kwenye maisha yetu, na mimi leo hii nazungumza na kukili na kusema kwamba nimejifunza mengi katika hii dunia, hivyo sitakaa karibu na mtu yoyote kumfanya aendelee kufurahia maisha yake au kumfanya awe sawa katika mahusiano yake, kwa sababu nimeonekana mtu mbaya na mzembe katika maisha. Hivyo sina budi kuweza kuzungumza haya na kusema kwamba kiukweli Mungu atasimama upande wangu na atanihakikishia kila kitu kinakwenda kuwa sawa, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea katika maisha, na wengi wao walitamani kuweza kujua mengi zaidi kwenye hiki ambacho kinachoendelea, kwa sababu wengi wao waliweza kuzungumza na kunikashfu juu ya yale ambayo niliyoweza kuyafanya. Kiukweli haya mambo yanaumiza, lakini sina budi kuweza kuzungumza haya yote. Ninaamini Mungu atasimama upande wangu, atanipa nafasi nzuri kwa mara nyingine tena, na atanipa nyakati njema ya mimi kuweza kuenjoy na kufurahi katika maisha yangu. Nimeshachoshwa na hizi drama ambazo zinazoendelea katika maisha yangu binafsi.